Yes bwana, inakuaje? Karibu sana kwa wewe ambaye kwanza unaitazama channel ya PM Online. Kubwa zaidi ni kukuambia tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa alama kengele ili uwe mshajiongo kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Kubwa zaidi ni kutazama kile ambacho kinaendelea katika dabi ya Dar es Salaam, ambapo tuna mchezo noma sana unaendelea kati ya klabu ya Azam FC dhidi ya Yanga. Dakika ni ya 29. Mashambulizi yamekuwa ni hatari kweli kweli kwa pande zote mbili. Ukitazama kwa upande wa Yanga wamekuwa wakipambana, lakini pia hasa kwa upande wa Azam na wao pia wamekuwa wakionyesha ubabe hasa kwenye kusaka alama hizi tatu muhimu. Kwa upande wa Azam wameshafanya mashambulizi noma kama mawili, mashambulizi ambayo yameweza kuokolewa na mtu mzima Djigui Diarra. Yaani kuna wakati ambao Baka aliminywa, Zimbo akaminywa na kisha Zidane Serere akawa na mpira anataka kupiga vipas, Djigui Diarra akaamua kukamata huo mpira na kuweka kwenye himaya yake na kuweza kuokoa wananchi kwa namna hiyo hapo. Lakini pia kuna shambulizi lingine ambayo Bakari Nondo Mwamnyeto alilisababisha, lakini ndio hivyo, hesabu za Faisal zilikuwa sio nzuri na kupelekea wananchi kuweza kuhakikisha wanazuiliwa vizuri sana. Mambo yamekuwa ni mengi sana na kila mmoja amekuwa akilalamika kwa namna yake kwenye kuhakikisha anazisaka alama tatu muhimu. Baka anapambana kwa udi na uvumba, lakini mtu ambaye amekuwa wa moto kweli kwa upande wa Yanga ni Zidane Serere pamoja na Faisal Salum. Wamekuwa wakipeleka mashambulizi kwa upande wa Yanga kwa nguvu zote na kupelekea wao kuweza kuona wakishindwa na shambulizi linafanyika kubwa kweli na kupelekea mambo yanakuwa mazito kweli kwa upande wa wananchi. So shambulizi yamekuwa akiendelea kwa pande zote mbili na kila mmoja akihakikisha anatengeneza hatari katika lango pinzani, lakini kwa upande wa sasa bado naona Azam akiwa na nafasi kubwa sana kuweza kutengeneza hatari nyingi kwa upande wa Yanga. Lakini Yanga ndio hivyo wanapishana, lakini pia bado mashambulizi yajawa mengi kwa upande wa Azam, zaidi ya Yanga kuweza kushambuliwa kwa wingi kuliko wanalambalamba Azam FC. Offside zimekuwa ni nyingi sana. Yaani kila mmoja amekuwa akipambana kwa namna yake, lakini bado kutengeneza nafasi imekuwa sio rahisi. Pedro Goncalves anaendelea kufoka kuhakikisha anapanga kikosi chake kwa namna ambavyo kitaweza kumsababishia akapata matokeo, lakini pia kwa upande wa Yanga pia bado mambo hayajakaa vizuri. Mashambulizi yamekuwa ni mengi na wamekuwa kipitika, nafasi zimekuwa zitengenezwa za kutosha na kila mmoja amekuwa kijipima ubavu ni kwa namna gani ambavyo anaweza kuwa bora zaidi kuliko mwenzake. Djigui Diarra anarudisha mpira na anapiga mbele kuhakikisha bado nafasi zinaendelea kutengenezwa nzuri, lakini pia ubabe unaonekana hapa. Damaro nadhani inabidi aweze kuingia kwenye lango la kati pale. Mudathiri haya kuna namna amechezwa madhambi hapa na kuweza kukaa chini, ameweza kugukwa sehemu ya ugoko na kuamua kukaa chini. Waajiri wake wa zamani kuna namna hawataki kijana aweze kusogea, na hapa ameweza kuchezewa na mtu mzima Idi Nado, ndio ambaye ameweza kusababisha foul kwa upande wa Mudathiri haya. Kila mmoja anapambana, namuona pia hata mtu mzima Ibenge anahakikisha anapanga kikosi chake vizuri ili timu iendelee kuonyesha ni kwa namna gani ambavyo inasaka matokeo. Mpira unakuwa mrefu na unatoka na kila mmoja anahakikisha anapambana kwa namna yake. Yes bwana, inakuaje? Karibu sana kwa wewe ambaye kwanza unaitazama channel ya PM Online. Kubwa zaidi ni kukuambia tu kwamba usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa alama kengele ili uwe mshajiongo kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Kubwa zaidi ni kutazama kile ambacho kinaendelea katika dabi ya Dar es Salaam, ambapo tuna mchezo noma sana unaendelea kati ya klabu ya Azam FC dhidi ya Yanga. Dakika ni ya 29. Mashambulizi yamekuwa ni hatari kweli kwa pande zote mbili. Ukitazama kwa upande wa Yanga wamekuwa wakipambana, lakini pia hasa kwa upande wa Azam na wao pia wamekuwa wakionyesha ubabe hasa kwenye kusaka
alama hizi tatu muhimu. Kwa upande wa Azam wameshafanya mashambulizi noma kama mawili, mashambulizi ambayo yameweza kuokolewa na mtu mzima Djigui Diarra. Yaani kuna wakati ambao Baka aliminywa, Zimbo akaminywa na kisha Zidane Serere akawa na mpira anataka kupiga vipas, Djigui Diarra akaamua kukamata huo mpira na kuweka kwenye himaya yake na kuweza kuokoa wananchi kwa namna hiyo hapo. Lakini pia kuna shambulizi lingine ambayo Bakari Nondo Mwamnyeto alilisababisha, ndio hivyo hesabu za Faisal zilikuwa sio nzuri na kupelekea wananchi kuweza kuhakikisha wanazuiliwa vizuri sana. Mambo yamekuwa ni mengi sana na kila mmoja amekuwa akilalamika kwa namna yake kwenye kuhakikisha anazisaka alama tatu muhimu. Baka anapambana kwa udi na uvumba, lakini mtu ambaye amekuwa wa moto kwelikweli kwa upande wa Yanga ni Zidane Sereri pamoja na Faisal Salum. Wamekuwa wakipeleka mashambulizi kwa upande wa Yanga kwa nguvu zote na kupelekea wao kuweza kuona wakishindwa na shambulizi lafanyika kubwa kwelikweli na kupelekea mambo yanakuwa mazito kwelikweli kwa upande wa wananchi. So shambulizi amekuwa akiendelea kwa pande zote mbili na kila mmoja akihakikisha anatengeneza hatari katika lango pinzani, lakini kwa upande wa sasa bado naona Azam akiwa na nafasi kubwa sana kuweza kutengeneza hatari nyingi kwa upande wa Yanga, lakini Yanga ndio hivyo wanapishana, lakini pia bado mashambulizi yajawa mengi kwa upande wa Azam, zaidi ya Yanga kuweza kushambuliwa kwa wingi kuliko wanalambalamba Azam FC. Offside zimekuwa ni nyingi sana, yani kila mmoja amekuwa akipambana kwa namna yake, lakini bado kutengeneza nafasi imekuwa sio rahisi. Pedro Goncalves anaendelea kufoka kuhakikisha anapanga kikosi chake kwa namna ambavyo kitaweza kumsababishia akapata matokeo, lakini pia kwa upande wa Yanga pia bado mambo hayajakaa vizuri. Mashambulizi yamekuwa ni mengi na wamekuwa kipitika, nafasi zimekuwa zitengenezwa za kutosha na kila mmoja amekuwa kijipima ubavu ni kwa namna gani ambavyo anaweza kuwa bora zaidi kuliko mwenzake. Djigui Diarra anarudisha mpira na anapiga mbele kuhakikisha bado nafasi zinaendelea kutengenezwa nzuri, lakini pia ubabe unaonekana hapa. Damaro nadhani inabidi aweze kuingia kwenye lango la kati pale. Mudathiri haya kuna namna amechezwa madhambi hapa na kuweza kukaa chini, ameweza kugukwa sehemu ya ugoko na kuamua kukaa chini. Waajiri wake wa zamani kuna namna hawataki kijana aweze kusogea, na hapa ameweza kuchezewa na mtu mzima Idi Nado, ndio ambaye ameweza kusababisha foul kwa upande wa Mudathiri haya. Kila mmoja anapambana, namuona pia hata mtu mzima Ibenge anahakikisha anapanga kikosi chake vizuri ili timu iendelee kuonyesha ni kwa namna gani ambavyo inasaka matokeo. Mpira unakuwa mrefu na unatoka na kila mmoja anahakikisha anapambana kwa namna yake.